Na kutoka Meru sasa tunyambue nyayo hadi kaunti ya Pokot Magharibi. Wafuasi wa dini ya Musambwa wameheshimika kwa manabii wao wawili, Lucas Kiech na Chifu Ngeleyo Wero Tomele, kupatiwa vyeti na medali na serikali ya Kenya kwa kupigania haki wakati wa ukoloni. Dhehebu hilo la Kiafrika lenye mizizi kaunti za Bungoma na Pokot Magharibi liliundwa na Elijah Masinde na Lucas Kiech, na wafuasi wake sasa wanataka serikali itambue pia Mama Chemasop Atotor aliyezikwa baada ya kuuawa. Aidha, wanadai fidia kwa familia za waliouawa na wale waliodhuriwa na dhuluma za kihistoria. Oscar Kakai aliyehudhuria sherehe hiyo katika makavazi ya Kapenguria anatuletea awamu ya kwanza ya makala haya spesheli ya NTV Mashinani. Yenye historia pevu katika nchi ya Kenya, dini hii ambayo iko na chimbuko lake kutoka kaunti ya Bungoma sasa ina wafuasi katika kaunti ya Pokot Magharibi, kaunti ya Baringo, jirani ya Tanzania pamoja na Uganda. Kurudi kutoka huko akakutana na mzungu pale Kolowa. That was 1950 April 24. Tarehe 24 mwezi wa 4 1950. Akawawa hapo na watu wengi watu yake. Maneno ikawa namna hiyo, ikakuwa mateso kwa dini ya Msamba, kwa watu kushikwa. Ikakuja mambo ya uhuru ya kuomba. Ndio siku Msamba alipata uhuru ya kuomba freely bila kushikwa tena. Sisi kama Msamba tuliinuliwa kwa ile maisha ya hukumu sana, sababu walifinya kabisa. Dini hii ya Kiafrika ambayo ilianzishwa mwaka 1948 na Nabii Elijah Masinde pamoja na mwenzake Lucas Kiech kutoka kaunti ya Pokot Magharibi inaendelea kuwa na wafuasi wengi humu nchini. Nzana na hii dini nikiwa class 6 Tarta 1968 kwa karaoke huko chini huko. Tukaja 1972 tukawa na Elijah mwenyewe Kitale kotini kutoka kwa Elcon Down Farm. Kama kuna wenye waliumia sana kwa hii maneno ya dini ya Msambwa ni wa Pokot zaidi, ni Wasuku. Sisi ndio tuliumia zaidi kushinda watu wengine. Hii senda mali tunaye hapa ni detention camp ya wenye wamefungwa mpelekwa jela, alafu mwisho wanaleta hapa detention camp. Tangu 1950 mpaka 59. 59 mtu mmoja akafariki kwa sina huko, wakawacha watu 183. Na maneno ya dini ya Msambwa ikakwisha. Ilichukua karibu 9 years. Wakichukua ng'ombe, wakichukua nini, wakiua watu, wakifunga wengine, wakinyonga wengine, walinyonga watu wengi. Wawili hawa Lucas Kiech pamoja na Elijah Wanameme walishikwa miaka ya 40 baada ya kupinga serikali ya mkoloni. Kitu ilitupa shida kubwa sana na wazungu ni Kariamosi. Hata mapicha ya Kariamosi yote iko hapa. Iliingia Kitale 1926. Niliweza kuhudhuria sherehe ya kutuzwa kwa Lucas Kiech pamoja na mwenzake Chief Ngeleyo Tomele kutoka kaunti ya Baringo. 1947 hiyo Elijah akafungwa life imprisonment Lamu kwa maneno ya malekisi. Yeye na Israel Hawaya na wengine wakafungwa life imprisonment. Waliwaachia 1962 baada ya Oginga Odinga, Masinde Muliro, Narona Ngala na Tombo ya kupatition wazungu atiausa kufia jela muachia, wakawachia 1942 14 years kwa jela Lamu. Lucas Kiech aliweza kuuawa mwaka 1950 pamoja na wafuasi wake katika eneo la Kolowa katika kaunti ya Baringo. Hii document iko pia hata na watu naitwa Kitos Pukusu wako ndani. Na hapa tunataka 50.3 billion sterling pound. Na hii dini ilipigwa marufuku 1947. Wafuasi wa dini hii ya Musambwa sasa wanazitaka serikali za Uingereza pamoja na serikali ya Kenya ziweze kuwapa fidia familia ambazo ziliweza kudhulumiwa na serikali ya mkoloni. Nikiripotia NTV Mashinani kutoka makavazi ya Kapenguria katika kaunti ya Pokot Magharibi, jina langu ni Oscar Kakai wa Masega.